ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون. Mshindi namba moja ni jaji, tajia namba yake. 111. Takbir! Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Anwar Yahya Ramadhan. Sile mafanikio yangu mpaka leo hii, jambo la kwanza ni jitihada, la pili kumwomba Mungu kwa sana katika kila siku ama katika kila kipindi cha maisha yangu. Hayo ndio mambo pekee ambayo yaliyoniwezesha mpaka leo hii kuweza kufikia hii hatua. Leo hii nimepata kiasi cha milioni 5 na inshallah nitajitahidi kutumia katika njia iliyokuwa nzuri ambayo itakaweza kuniwezesha na kunifanya niweze kupiga hatua katika swala zima la kuweza kuendeleza kitabu chake Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa jina naitwa Isa Deisa, ni katibu mkuu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Waislamu Kigamboni. Jumuiya hii ya Maendeleo ya Waislamu Kigamboni, pamoja na shughuli zingine zote, tunaandaa hafla hii ya mashindano ya Qur'ani, ambayo mashindano haya yalikuwa yanafanyika kwa level ya kiwilaya, lakini tukayatoa kwenye wilaya na kwa sasa tukapeleka kushirikisha mikoa ya kanda ya Pwani. Lengo ni nini? Lengo ni kutoa hamasa kwa vijana wetu wa madrasa hizi kutoka wilaya Kigamboni kuja Dar es Salaam mpaka mikoa ya kanda ya Pwani, ambayo ni Lindi, Dar es Salaam, Zanzibar pamoja na mkoa wa Pwani peke yake. Sasa jumuiya kama Jumuiya ya Maendeleo ya Waislamu Kigamboni inatoa shughuli nyingi, sio tu mashindano ya Qur'ani, lakini pia inajishughulisha na mambo ya kielimu ambayo kwa sasa hivi inatoa huduma za elimu. Ina shule 3 za sekondari na shule ya msingi 1 katika hali ya kuhakikisha tunahudumia jamii, lakini pia ndio jumuiya ambayo inayosaidia katika utatuzi wa migogoro ya kifamilia, migogoro ya kiardhi na migogoro mingine yote. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuhudumia jamii. Kwa hiyo mashindano ya Qur'ani ni sehemu peke yake kwa ajili ya kuhudumia jamii ya Kiislamu. Wito wangu ni kwamba jamii inapaswa kujitambua, lakini sio kujitambua peke yake. Jamii inapaswa kulelewa kwa maadili mema, lengo ili uweze kusaidia nchi yako, jamii iliyopo na mambo mengine yote. Kwa mfano, leo tumefanya mashindano ya Qur'ani, tumeyafanyia katika ukumbi huu wa chuo cha Mwalimu Nyerere kwa hawa wasomi. Lengo letu ni kwamba mwanafunzi sio tu kwa sababu wewe umefika chuo kikuu unapaswa kujiendea kama mtu binafsi. Hapana, tunakuletea jambo la elimu kuhakikisha kwamba ukitoka hapa unakuwa mwanafunzi bora, ili uweze kuhudumie jamii ambayo utakuwa baba, utakuwa mama na utakuwa mtu yote katika jamii. Katika mashindano haya ya Qur'ani tumefanya zawadi tofauti. Lengo ni kumotivate watoto wetu. Katika zawadi ya kwanza ya mjuzuu 30, sisi tumeona tumzawadie shilingi milioni 5. Shilingi milioni 5 ndio imetoka kwa ajili ya mshindi wa kwanza. Hapa mwakani tunakadiria inaweza kama milioni 10 au tukaongeza kwa kadri ambavyo sisi tutakavyoweza, lakini mshindi wa pili amepata milioni 2 na mshindi wa nayefuata wa 3 ni milioni 1.5. Hao wengine walikuwa katika hali ya kuwashirikisha ili na wenyewe wapate hamasa ya kuweza kusoma, wafike katika juzuu 30 kama ambavyo hawa ambao wameshinda hivi leo.
Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.